Habari gani mwana michezo mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika meza kuu ya michezo ili tuyangazie yale yote yaliyojiri viwanjani. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia muendelezo wa kombe la shirikisho la CRDB Bank msimu wa 2024-2025 ikiwa ni mzunguko wa 32 wa hatua ya mtoano baada ya ligi kuu Tanzania bara yani NBC Premier League kusimama kwa muda. Na kubwa zaidi tunakwenda kuangazia mchezo ambao unakwenda kupigwa hivi kesho majira ya saa 10 jioni katika dimba la KMC Complex, ikiwa ni mchezo ambao unakwenda kuwakutanisha kati ya mwenyeji Young Africans ambaye anakwenda kumwalika mgeni wake Songea United kutokea mkoani Songea. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Mirudi Hamdi ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi ambacho kitakwenda kuwakabili Songea United kwenye mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup katika hatua ya mtoano, kikosi ambacho kitakwenda kumpatia ushindi na kumsaidia kusogea hatua za mbele za mashindano hayo. Na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans amechagua kumwamini Abdulwahid Msheri na kumpumzisha Komen Abubakar ili kumpa nafasi ya kuendelea kuimarisha zaidi kiwango chake na kumpa mapumziko Djigui Diarra ili kuweza kupata recovery time kutokana na kucheza mechi mfululizo za mashindano tofauti ikiwemo mashindano ya kitaifa, na huku mbadala wake ukiwa ni Komen Abubakar. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi wa Young Africans, tukianza na upande wa beki namba 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Mirudi Hamdi amechagua kuanza na Kibwana Shomari na kumpumzisha Israel Patrick Mwenda. Hii yote ni kwa ajili ya kumpa nafasi na muda zaidi wa kujenga uzoefu na kujimarisha ili kuwa bora zaidi na kuweza kuziba vyema nafasi pindi timu inaposhambuliwa. Lakini pia kumpatia mapumziko yao Kwasi Atura kutokana na majeruhi aliyopata wiki kadhaa zilizopita. Lakini pia tukiangazia upande wa beki namba 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Mirudi Hamdi amechagua kuanza na Nixon Kibabage na kumpumzisha Shadrack Isaac Boka kutokana na uwezo mkubwa alioonyesha beki huyo wa kuweza kushambulia, kukaba na kupandisha mashambulizi kutokea nyuma kuelekea kwa mpinzani. Moja kwa moja tukienda kuangazia upande wa beki namba 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Mirudi Hamdi amechagua kuanza na beki Azizi Andambwile kutokana na kukosekana kwa beki wakati Ibrahim Hamad Baka kutokana na majukumu ya michezo wa kitaifa. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki namba 5, kocha mkuu Mirudi Hamdi amechagua kwanza na Bakari Nondo Mwamnyeto na kumpumzisha Dickson Job aliyekosekana kutokana na majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania. Beki huyu anasifika kwa utulivu na ukabaji wa hali ya juu dhidi ya wapinzani na uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wakati, tukianza na kiungo namba 6, kocha mkuu Mirudi Hamdi amechagua kwanza na kiungo Jonas Yeladi Mkude na kumpumzisha Khalid Aucho. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa ubora alioonyesha kiungo huyo wa kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi kwa usahihi na kuisaidia timu pale inaposhambuliwa. Pili, kuisaidia timu kuanzisha mashambulizi kwenda kwa wapinzani. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo namba 8, kocha mkuu Mirudi Hamdi amechagua kwanza na kiungo Abubakar Shua Boy na kumpumzisha Duke Abuya akiwa kama mbadala wake. Lakini pia kumpumzisha Mudathir Yahya Abbas anayekosekana kutokana na majukumu ya kitaifa na kucheza mechi mfululizo. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo namba 10, kocha mkuu wa Young Africans Mirudi Hamdi amechagua kwanza na kiungo wake Pacome Zouzoua. Hiyo yote ni kutokana na ubora alionyesha kiungo huyo, uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga mabao kwa namna tofauti na pia kumpa nafasi kubwa kujijenga zaidi na zaidi kuelekea mashindano ya NBC Premier League. Na moja kwa moja tukiangazia kwa upande wa washambuliaji, tukianza na mshambuliaji namba 7, kocha mkuu wa Young Africans Mirudi Hamdi amechagua kwanza na mshambuliaji wake Ikanga Lombo kutokana na kukosekana kwa Kennedy Musonda kulingana na majukumu ya timu ya taifa, huku mbadala wake ukiwa ni Maxim pia Zengeli. Na pia tukiangazia upande wa mshambuliaji namba 9, kocha mkuu wa Young Africans Mirudi Hamdi amechagua kwanza na mshambuliaji wake Shehan kutokana na kukosekana kwa Clement Mzize kulingana na majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania, huku mbadala wake ukiwa ni Prince Dube. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Mirudi Hamdi amechagua kwanza na mshambuliaji wake Dennis Nkane kutokana na ubora, uzoefu na uwezo wake mkubwa kulazimisha mashambulizi kuelekea box la mpinzani, huku mbadala wake ukiwa ni Faridi Musa.
Na hicho ndicho kikosi cha Young Africans kinachokwenda kukabiliana na Songea United kutokea mkoani Songea tarehe 29 mwezi wa 3 2025 saa 10 kamili jioni. Na kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video zetu.